Kumekuwa na mwendelezo wa mambo ya kipuuzi sana yanayoendelea haswa kwa sisi wanasiasa. Mara zote nimesikia Chadema wakituita ACT Wazalendo. Mimi naomba niwaambie jambo moja. Chadema wanafanya kazi ya CCM either kwa kujua ama kutokujua. Wanafanya kazi ya Chama cha Mapinduzi. Na sisi mara nyingi tumekuwa tukionyesha umoja, solidarity, kwa kushirikiana na wenzetu. Mara nyingi sana. Inapotokea changamoto, inapotokea jambo lolote, tuko tayari kushirikiana na wenzetu. Mara nyingi tumekuwa tukionyesha hivyo. Lakini kumekuwa na tabia inayoendelea ya viongozi wa Chadema kutuita wasaliti, kutuita CCMB. Naomba niwakumbushe jambo moja. Mwaka 2016 tulifanya mkutano mkubwa Mbagala. Na mkutano huu ulilenga kuanza safari ya Operation Linda Demokrasia. Na baada ya mkutano huu ndipo pale aliyekuwa rais wa nchi hii ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi hayati John Pombe Magufuli alizuia mikutano ya hadhara. Sasa nataka tujue tu, sisi ni CCMB, iweje tuzuiliwe sasa kufanya mikutano? Achana na hivyo. Lakini tuende mfano wa hivi karibuni sana. Tumeingia kwenye uchaguzi. Yes. Kwanza mimi binafsi sijutii kuingia kwenye uchaguzi. Sijutii hata kidogo. Kwa sababu ni jambo ambalo tulikubaliana. Na niwaambie tu wajue kwamba ACT tuna timu ya watu ambao wanajielewa. Viongozi ambao wanajielewa. Tuna kiongozi wa chama Dorothy Semu ambaye anajielewa sana. Tuna Mwami Ruyagwa Zitto Kabwe, anajifahamu vizuri sana. Tuna mwenyekiti wetu wa chama Othman Masoud Othman, ni mtu ambaye ana akili nyingi na anajielewa. Tunaye makamu mwenyekiti Zanzibar ndugu Ismail Jusa, tunaye makamu mwenyekiti bara ndugu Isiaka Mchinjita, tunaye katibu mkuu mwenye akili za kutosha Ado Shaibu Ado. Tuna timu hiyo kubwa ya watu na wengine sijawataja hapa. Tuna wajumbe wa kamati kuu ambao wanajielewa sana. Tuna wajumbe wa halmashauri kuu ambao wanajielewa sana. Na hii ni taasisi. Tunakuza taasisi yetu na tunaijenga taasisi yetu. Hatuwezi kujenga taasisi bila kufikiri ama kuwaza. Hatuwezi. Hatuwezi kujenga taasisi yenye maamuzi ya barabarani. Hatuwezi kujenga taasisi yenye maamuzi ya mtu mmoja. Tunajenga taasisi yenye maamuzi ya vikao vya kikatiba vinavyoamua. Hasa kwa kifupi, nimekutajia timu hapa ya watu wachache, lakini tuna watu zaidi ya hao ambao watafute upande wa pili kama utawaona. Uwapati CCM wala uwapati uko Chadema. Uwapati watu ambao wanakaa, wanafikiri, wanapanga mipango. Mimi sijutii kuingia kwenye uchaguzi, sijutii, na ni maamuzi ambayo tumeyafanya kwa utafakari makubwa sana. Na tukiangalia ni kwamba leo kuna watu wanasema uchaguzi haukuwa huru na haki, ambao hawakuwa ndani ya uchaguzi. Tunaostahili kusema uchaguzi haukuwa huru na haki ni sisi ACT Wazalendo, ambao tuliambiwa kwamba kuna tume huru ya uchaguzi iliyobatizwa. Tume iliyobatizwa jina badala ya kutoka tume ya uchaguzi ikafanya kipaimara na ubatizo ikatokea tume huru ya uchaguzi. Kwa hiyo sisi ni chama cha siasa. Chama cha siasa kinashika nafasi mbalimbali kwa kupitia uchaguzi. Hata kama tunajua mazingira ni magumu kiwango gani, ndio maana tulisema tutashiriki tukipambana, tutapambana tukishiriki. Sasa mapambano, njia za kimapambano huwa ni tofauti sana. Hatuwezi kufanana njia za kimapambano na hamwezi kutulazimisha kufanana, yani sisi tufanane na nyie mnachotaka. Hapana. Niwaulize tu swali dogo. Nyie mmesema no reform, no election. Sasa hivi wenye nafasi mbalimbali ya urais, ya uwaziri, ya ubunge wapo hawapo? Maki kama ilingekuwa ni no reform kweli, sawa, no reform. Na reform hazijafanyika, no reform, sawa, no election. Hiyo election wanaitaka wao aidha ni nzuri ama mbaya, wamefanya hawajafanya. Sasa hebu niambie, hata kama sisi tumefeli, nyie mmefaulu? Hakuna ambaye amefaulu kwenye hili.
tunaweza kusema hakuna ambaye amefaulu. Na changamoto kubwa iliyopo kwa sasa, sisi tunapambana wenyewe kwa wenyewe, ambao vita vya panzi anayenufaika ni kunguru. Tumekuwa tukipambana wenyewe kwa wenyewe, lakini upande wa ACT tumekuwa tukionyesha solidarity kubwa sana. Tumekuwa tukionyesha ushirikiano mkubwa sana. Sasa nachoweza kusema ni hiki. Sawa, katibu mkuu ametuita sisi wasaliti. Lini tuliwahi kukaa meza moja tukajadiliana kwamba tunaenda kwa njia hii, then baada ya njia hii sisi tukakiuka kile ambacho tumekubaliana? Kwanza watu lazimishi, sio lazima. Lakini pia inawezekana tulizungumza. Lini tukakaa tukajadiliana tukasema tunaenda njia hii, then hiyo njia tukaiacha? Lini? Mpaka uje utuite sisi wasaliti. Lakini mara kadhaa, hata mwaka 2015 tuliomba kuingia kwenye Ukawa, mlitukatalia, mkasema si wasaliti. Yani nyie mna chuki za binafsi, nyie mna chuki na Zito na ACT, lakini hamna chuki na CCM. Hilo mjue, hamna chuki na CCM kwa sababu mnachokifanya ni kuwafanya CCM wafurahie kwamba hawa watu wanaendelea kuparulana, sisi tunapita katikati. Hicho kinachofanyika. Unakwenda kwenye ngome ya ACT Wazalendo, unasema Maalim Seif angekuwepo angekuwa anajuta kuingia ACT Wazalendo. Mnadhani mtu kama Maalim Seif ni taasisi? Ndugu yangu, unapomzungumzia Maalim Seif unazungumza taasisi. Mtu mwenye akili, mwenye kujielewa, ni taasisi. Yani yeye mwenyewe ni taasisi.